Mtazamaji na msikilizaji, kwa majina mimi ni Josephat Hekato, mtaalamu wa biashara. Yes. Asante sana. Karibu sana. Naam, asante Bwana Noah. Kwa majina naitwa Steven Kundu. Ndio. Mimi ni mfanyabiashara katika duka la Passmark Supermarket, Ndio. Luxury Checkpoint. Asante sana. Shukrani kabisa mpenzi mtazamaji, natumai umepata kufahamu. Tuko na Josephat pamoja na Steve ambao ni wadadisi kabisa katika masuala ya biashara, kwa ishara kwamba angalau wamekuwa katika biashara na wanatambua kwamba ni kipi inafaa kufanywa haswa wakati ambapo wewe kama yule mfanyabiashara, mnunuzi amekuja. Ni vipi utahakikisha kwamba yule mnunuzi ameridhika na zile huduma zako, ili aweze pia kutangaza na kuona kwamba anakuwa brand ambassador katika biashara yako. Mpenzi mtazamaji, zidi tu kutazama na kusikiliza moja kwa moja. Nitakuwa nachukua kopo la maji kwanza kidogo na niweze kurejea tena muda sio kwa mbali, tukiingia moja kwa moja kwa undani kabisa kuhusiana uhusiano kati ya mnunuzi na muuzaji katika biashara. Siku zote ni Teno Kiro nitakuwa naitika na tutakuwa tunazidi kujuzana na kuelezana hapa ndani ya runinga hizi. Zidi kusikiliza, zidi kutufuatilia. Asante sana. Karibu tena mpenzi mtazamaji, ili tuweze kupata kuendeleza mazungumzo yetu moja kwa moja hapa kwenye runinga hii ya One Voice TV na runinga hii ya Chami TV pamoja na runinga hii ya Turkana is my best home. Jinsi ambavyo nilikuwa nimekueleza hapo awali, nitakuwa narejea tena tuweze kuingia ama kuzama ndani kabisa katika masuala ya uhusiano kati ya mnunuzi na muuzaji katika biashara. Na kwa sababu tayari wadadisi tunao hapa, natumai moja kwa moja tutakuwa tunaingia katika mahojiano yetu tuweze kupata mwanga kamili haswa wao katika sekta hii ya biashara wamefanya nini kuhakikisha kwamba wanapata kufanikisha biashara siku zote. Na moja kwa moja nitakuwa nazungumza nawe Josephat. Labda ningependa kufahamu katika biashara siku zote tunapata kwamba kuna mnunuzi na muuzaji, na katika masuala hii utakuta kwamba mnunuzi ili akue katika biashara lazima muuzaji akuwe na ile lugha nzuri ama aonyeshane ishara ya upendo
kwa yule mnunuzi. Ningependa tu kuuliza wewe binafsi kwamba katika biashara ni nini huchangia ama huleta ile uhusiano kuharibika katika biashara kati ya mnunuzi na muuzaji? Karibu sana. Asante sana wasikilizaji wapendwa na watazamaji. Ndio. Katika biashara jambo kuu ni uhusiano. Ndio. Kati ya mnunuzi na muuzaji. Ndio. Jambo kuu kabisa ni ile muuzaji atambue mnunuzi. Ndio. Baada ya kutambua na kumpatia heshima na kumpokea yeye. Ndio. Wakati mnunuzi anapowasili kwenye duka, jambo kuu ni ile salamu. Ndio. Ukipasha salamu na kumjulia hali, tayari hiyo ni hali ya kumpokea. Ndio. Na mnunuzi atasikia amefika mahali ambaye anastahili. Na swala la salamu umezungumzia, mimi tangu nianze kufanya ununuzi maeneo hii sijaisikia nasalimiwa kama mnunuzi. Ushaishuhudia vitu kama hivi nafanyika ama bado? Mahali pengine unasalamiwa. Ndio. Unapofika unatambulika, unasalamiwa na unakaribishwa. Ndio. Mahali pengine unakuta kwamba unaingia tu kama mnunuzi, hakuna mtu anakutambua na unaanza shughuli zako. Ndio. Lakini katika muuzaji ambaye anadhamini mnunuzi, ndio, jambo la kwanza ni kuitambua uwepo ya huyo mnunuzi anapofika. Ndio. Wakati atatambua hiyo uwepo, mnunuzi atasikia kwamba ametambulika na kuna hiyo dhamana ambayo analeta katika hiyo biashara. Ndio. Na katika hiyo harakati itamfanya aje kesho na alete mwingine. Na nilikuwa nimekuuliza kwamba katika uhusiano katika biashara tumetambua kwamba kuna vitu ambavyo inaweza kwaza pakubwa mnunuzi katika biashara na ahisi kwamba sio vyema tena niweze kuingia katika biashara hizi. Labda vipengele hivyo kama unazo unaweza tudadisia pia, sababu umeketi katika biashara na unafahamu kwamba kuna baadhi za vitu ukimfanyia mnunuzi haridhishwi nazo. Karibu sana. Shukrani kabisa. Jambo la kwanza ni kutoheshimu mnunuzi. Ndio. Usipotambua uwepo na heshima kwa huyo mnunuzi, huyo mnunuzi atakuasika na ataondoka. Na katika lugha ya biashara wanasema mnunuzi mmoja akikuasika ataenda na wengine 10. Ndio. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kumtambua na kumpatia heshima yake. Usipomheshimu ama muongeleshe katika njia inayofaa, atakuasika na atahama na wengine. Jambo la pili pia ni hali ya bidhaa ambayo unauza. Ndio. Bidhaa zako zikiwa ni ya bidhaa duni, itamfanya pia huyo mnunuzi asiridhike na ile huduma anapata kwenye hiyo duka. Ndio. Katika ile harakati atafikiria mara mbili na atafuta mahali anaona value ya ile pesa yake ambayo anaagiza katika hiyo biashara. Ndio. So hiyo ni jambo la pili. Ya tatu ni pia ni hali ya kuhudumiwa kwa haraka. Ndio. Wanunuzi wengi wanakuwa na shughuli nyingi. Wengine labda wako na biashara zao, wengine wanataka kukimbia kazini. Ndio. Katika ile harakati wakati atakaponunua, maybe amenunua bidhaa na awe kwenye mlolongo kwa muda mrefu, itamfanyika pia kuasike. Yes. Na aweze kuhama mahali anaweza hudumiwa haraka na kuondoka. Ndio. Kwa hivyo hizo ni baadhi za vitu ambaye nitakana iangaliwe kwenye ya kutunza ununuzi. Ndio. Labda tuzungumuze na Steve. Steve, baadhi ya vitu ambayo umeshuhudia katika biashara ambayo inamfukuza ama inamweka kando mnunuzi ni kama zipi katika biashara? Naam, shukrani Bwana Noah. Hii uhusiano baina ya muuzaji na mnunuzi. Ndio. Ni kitu kama in general ni bond. Na hii bond huwa inahusisha vitu vingi ndo kukuwepo na hiyo uhusiano ulio mwema, unaona? Ndio. Vitu kadhaa zenye zinafanyanga customer kumutoa hiyo morali ya kukuja kununua, unaona? Ndio. Ni vitu mingi, si kitu moja. Kitu ya kwanza, lugha yenye mimi nitatumia kama muuzaji. Natumia lugha gani? Je, hii lugha yenye natumia katika mauzo yangu ni lugha ya heshima? Kitu kingine, huyu mnunuzi wangu huwa nampokea kwa njia ya mnakani, unaona? Ndio. Alafu kitu kingine pengine usafi. Unajua watu
wanunuzi wanazingatia vitu mingi ndio wakuje kwako. Watazingatia hiyo lugha yenye unatumia, usafi wa duka yako, alafu na vile unapokea watu. Yes. Yeah. Asante sana. Labda kuongezea, pia bei ya bidhaa. Yes. Hiyo ni jambo kuu zaidi. Wanunuzi katika ile harakati ya uchumi ambayo sio bora kabisa, wanazingatia bei ya bidhaa. Unakuta mnunuzi anafanya ile inaitwa kusawasisha. Akomba duka hili inauza hii bidhaa kwa hii kiasi na hiyo duka lingine inauza kwa hii. Na katika ile harakati anaona hapa bei nzuri na bidhaa iko ni ya hali ya juu. Kwa hivyo pia bei ni jambo moja pia inafugusa wanunuzi. Asante sana. Na katika mazungumzo yako Bwana Steve umeangazia swala la usafi katika biashara. Tungependa kufahamu usafi katika biashara unaangazia mambo kama gani, kwa sababu unaweza pata muuzaji wenda amejivalia vizuri lakini ukiangalia biashara haipo sawa, ama biashara ipo sawa na yeye mwenyewe yupo tu. Usafi gani unazungumzia? Karibu sana. Naam, shukrani Bwana Noah. Mimi kama mfanyi biashara, unaona? Ndio. Kitu ya kwanza nitaanza na mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe nakaa aje? Unaona? Nitazingatia usafi wangu wa mwili, usafi wangu wa nguo. Alafu tukikuja kwa bidhaa zangu nimezipanga kwa display aje? Yes. Unajua kuna ile unaweza panga display kwa product zako kwa display. Sionekane sivutie huyu mnunuzi. Unaona? Hapa mahali penye nimeweka kwa hii display yangu inakaa aje? Iko na fumbi, iko aje? Hizi bidhaa zangu zenye niko nauza, aje tuseme kama mkate, unaona? Hii mkate yangu ikoje? Unaona? Vitu kama hizo. Asante sana. Na labda pia tuangazie, kuna swala ambapo unapata kwamba kuna wanunuzi kila aina. Jinsi ambavyo wanasema siku zote watu penda kusema, kwa sababu sisi ni wa Kenya, watu tunapenda kuweka kauli. Wengine wanasema kila soko haikosi mwenda wazimu. Wanasema hivyo wa Kenya siku zote. Utapata kwamba kwa wanunuzi pia kuna mnunuzi yule ambaye ana heshima zake, na kuna yule mnunuzi lazima tu akuchokore ili uweze kuchokoreka kabisa. Yani anakuingia mpaka unahisi kwamba hapa sasa na huyu amekuja aje. Katika biashara waona kwamba ni vyema kukuwa na watu kama hawa pia ama si vyema? Naam Bwana Noah, katika biashara ni lazima kukuwe na watu wa aina hii, unaona? Ndio. Vile vile sawio vile umesema kila soko inakuanga na kila mwenda wazimu aina yake, unaona? Ndio. Vitu kama hizo zitanifanya mimi kama muuzaji ama mimi kama mfanyi biashara, nitaangalia huyu customer amekuja na vile amekuja reaction yake. Ndio. Sasa hiyo reaction yake ndio itanifanya mimi kama mfanyi biashara nifanye nini, niweze kupatilisha. Juu nini wewe ukikuja na situation kama hiyo, nitakaa chini nifikiria mbona Noah leo amekuja kwa duka yangu kama ameonyesha ishara fulani, kumaanisha si kufanya kitu yenye imekufutia, unaona? Sasa mimi mwenyewe nitaenda nikae chini na nipatilishe na vitu kama hizo ni lazima sikue. Asante sana Bwana Josephat. Kuna kisa moja ambacho ningependa kidogo uweze kuchangia. Niliweza kutembea katika pilika zangu hapa pale, nikakutana kwamba kuna mteja mmoja alienda dukani. Wakati alienda dukani alikuwa anaenda kununua mafuta ya mboga ya kupima. Wakati alinunua mafuta, ikawa kwamba muuzaji hakujua kwamba kile chombo ambacho kinabeba mafuta ambacho ameweka mafuta ile ilikuwa imetoboka. Kwa hivyo mteja, kwa sababu alikuwa ni mtoto hana ufahamu, akaenda akatembea, kumbe chupa imemwaga tu mafuta pole pole. Wakati alijigundua anakuta kwamba alinunua mafuta ya 100, amesalama mafuta kama shilingi 40. Mnunuzi huyu mteja akaamua kurudi kwa duka. Akamwambia yule muuzaji kwamba kifaa hichi ambacho uliniwekea mafuta kidogo haipo sawa, na kwa sababu haikuwa sawa nimegundua kwamba nimepoteza mafuta yangu, utanisaidia namna gani? Na hatua ambayo iliweza kuchukuliwa pale, tuliweza kuona yule muuzaji aliweza kuchukua hatua na kumfurusha yule mteja. Kulingana na wewe, hali kama hiyo ilikuwa sawa katika biashara
ama kuna njia ambayo ungeweza tumia mbadala kuona kwamba mteja anaridhika pia wakati anaenda, na pia wewe unabaki ukiwa umeridhika ya kwamba umemtunza mteja wako katika hali ambayo inastahili? Karibu sana. Kwanza kuuliza kabisa, hiyo kifaa alipewa kwenye duka? Alipewa kwenye duka, ndio. Kwenye duka. Ndio. Kwanza ila mwenye duka pia hakuwa na ufahamu kwamba kimetoboka. Kwa hivyo alikuwa na fikra kwamba huenda huyu wakati alikuwa anatembea kenda nyumbani akaitoboa barabarani. Karibu sana, zungumza. Shukrani. Kabisa ukizingatia hali hiyo, ndio, ni muuzaji lazima ajenge uhusiano na mnunuzi. Ndio. Jambo la kwanza, mwenye kupeana hiyo kifaa ndio ni muuzaji. Ndio. Na kama hiyo kifaa ilikuwa na kasoro, kuna ishara itaonyesha wakati anapotoka hapo, hautakosa ile alama za mafuta ambayo ilikuwa inaendelea. Ndio. Na hata kama ilikuwa mzuri na ikaribikia njiani, kuna ile kujenga uhusiano. Ndio. Na kujenga uhusiano ina gharama. Ndio. Jambo la kwanza ambaye muuzaji angefanya, angesikiliza huyu mnunuzi. Ndio. Baada ya kumsikiliza, amtazame vizuri na kumuelewa. Ndio. Baada ya kumuelewa, pia na kumsaidia ili aweze kurejea kesho. Ndio. Bila kumkemea na makali. Na pia na kuangalia hiyo hali yote mbili. Kama ni kweli chombo ilikuwa na kasoro, kuna ishara ataonyesha. Na kama haikuwa na hiyo kasoro, pia kuna vile anapaswa ili aweze kutunza hiyo uhusiano. Ndio. Maana anapojenga hiyo uhusiano atakuwa anapata wateja wengine. Ndio. So vile huyu muuzaji alifanya sio vyema kibiashara. Kwa upande mwingine kwake ataona ni kwamba ataenda hasara akipeana. Ndio. Lakini kuna ile inaitwa wakati unachunga huyu mteja atakuletea mwingine na utapata marudufu ya faida. Ndio. Kwa hivyo haikuwa vyema kabisa vile alifanya. Kwa hivyo kulingana na wewe unasema kwamba angechukua ampe mafuta ingine, ama angemsikiliza alafu amsaidie. Kama ana chochote, hiyo ndio ilikuwa amsaidie, kwa sababu kivaa ilikuwa yake. Ndio. Na kumrejeshea. Asante sana mpenzi mtazamaji, natumai unazidi kutufuatilia moja kwa moja na kwa kina tena zaidi. Kumbuka tunazungumza kuhusu masuala ya biashara, na siku ya leo tunaangazia uhusiano katika biashara, haswa kati ya muuzaji na mnunuzi. Asante sana Bwana Josephat kwa sababu umezungumzia swala hilo na busara, na pia tungependa kuangazia katika biashara siku zote unapata kwamba kuna ile hali ama uhusiano imejengeka kati ya muuzaji na mnunuzi, na utapata kwamba mnunuzi pia anamkosea yule mfanya biashara, licha ya kwamba tunasema siku zote lazima tumtunze mnunuzi kwa kadri ya uwezo wetu, tusije tukampoteza. Utapata kuna mnunuzi amekuwa na uzoefu mpaka yule muuzaji anamwamini katika biashara, atakuja hata hana fedha. Natumai na unanifuatilia. Atakuja hana fedha na anasema kwamba siku hii sina fedha mimi, ila nataka unipe hii, unipe hii, unipe hii. Leo umempa, ameenda. Umempa kwa deni. Kesho tena anarejea. Akikuja kesho amekuja na pesa ya kununua ya hapo kesho. Unanipata? Anakuja na pesa ya kununua ya hapo kesho. Kesho kutwa anakuja na pesa. Kwa hivyo anakuwa na zile uzoefu ya kukuja kupumbaza akili, ananunua tena, anakuja anamwambia leo sijafanikiwa, naomba tena uniongeze. Kwa sababu ya ile uhusiano ambayo ile muuzaji anataka ikuze, unapata tena anaamua kumuongeza. Lakini ukifuatilia historia vizuri, kupata kulipa zile deni inakuwa tatizo. Changamoto kama hii, na tunaangazia uhusiano katika biashara kati ya muuzaji na mnunuzi. Tutazitatua vipi sisi kama wafanya biashara ili tuhakikishe kwamba kila kitu kinasonga mbele? Mnunuzi ameridhika, pia nami muuzaji nimeridhika. Karibu sana, nipate maono kwako, pia tutapata kutoka kwa Bwana Steve. Karibu sana. Asante sana mtazamaji na msikilizaji. Kwa kiwango kama hiyo, kila jambo iko na kiasi. Ndio. Katika biashara kuna kiasi. Ndio. Na pia kwa mnunuzi kuwa na kiasi. Kwa muuzaji kuwa na kiasi.
Jambo la kwanza, lazima mnunuzi pia atambue kwamba huyu muuzaji anahitaji pia kuongeza bidhaa zingine kwenye biashara yake. Ndio. Kwa hivyo muuzaji tunamshauri asipeane kila kitu, apeane awe na kiasi fulani ambaye hawezi akapitisha. Ndio. Ikifika kiasi hiyo, na aone pia uwezo wa huyo mnunuzi. Ndio. Kama anaweza kuibeba kiasi fulani ya deni. Ndio. Na ikifika kiwango hiyo asimamishe, na pia mnunuzi lazima atambue kwamba ikifika kiwango fulani lazima nami nilipe huyu muuzaji ndio alete bidhaa zingine. Ndio biashara iweze kuendelea. Ndio. So maoni yangu ni kwa kujulisha wote wawili wanapasa waheshimiane. Ndio. Mnunuzi aheshimu muuzaji. Na muuzaji aheshimu mnunuzi. Na katika ile harakati wote waungane pamoja ambayo inaitwa partnership kwenye biashara. Yes. Akomba hii biashara inapoendelea inafaidi mnunuzi na inafaidi pia muuzaji. Kwa hivyo kuwa na kiasi. Asante sana Bwana Steve, una lipi la kuangazia kuhusiana na swala hilo? Naam, shukrani Bwana Noah. Vitu kama hizi ni challenges ambazo sisi kama wauzaji watu tunapitia. Na ni vitu zenye siko si hata kuna, unaona? Kuna huyu customer atakuja vile umesema leo amekuja akona pesa. Ndio. Lakini sasa kesho yako unaanza kuona kuanzia kesho yake anakuja ana pesa, anasema leo nimekuja nimelipa hii pesa leo, lakini sina pesa ya vitu zenye nahitaji kesho. Vitu kama hizi sasa Bwana Noah zinahitaji tu ile maelewano baina ya mimi na huyu mnunuzi wangu. Inafaa pia yeye aelewe ya kwamba hii ni biashara yangu na inafaa kupitia hii kwa hii harakati ya hii pesa kidogo kidogo yenye huwa ananiletea. Ndio itafanya mimi nisimame kama muuzaji, unaona? Ndio. Sasa inafaa tu tuelewane sisi wawili, nimwambie yenyewe iko hivi na hivi. Ndio. Nimrithishe ndo asikue na ile nia ya kuonyesha kwamba nimemnyima direct. Ndio. At the same time kwa biashara kuna kitu inaitwa liabilities and assets. Hizi ni matter of just balancing it. Ndio. Kubalance tu, unaona? Hii liability utakuta pengine vitu zangu niko naondoa leo naondoa, unaona? Sasa hiyo itakuwa msiba kwangu. Ndio. Na sasa inafaa ni balance between liability and assets. Ndio. Ya ndo niweze kusimama na niweze kunawiri kama muuzaji. Ya asante sana. Natumai pia kufuatia tu hiyo nishaitembea maeneo ya Lodwar nikakutana na kisa kimoja kati ya mnunuzi na muuzaji. Ilifanyika kwamba muuzaji alikuja akaaminiana sana na mnunuzi. Walikuja wakaaminiana sana na mnunuzi mpaka ilikuwa ni kisa baina ya jinsia ya kike na kiume. Ikawa kwamba wakati waliaminiana huyu muuzaji kwa sababu alikuwa ni wa kiume na huyu mteja alikuwa mwanamke, akawa na ile hali sasa ya kuwa na tamaa. Natumai unanifuatilia, wageni wangu mnanifuatilia vizuri. Akawa na ile tamaa, tutasema ni tamaa ya mwili ama kwa sababu siku zote wanasema mwanaume aliumbiwa tamaa kwenye macho akiona anaitaka. Kwa hivyo akaona mwanadada amekuwa na ugumu wa kuweza kulipa zile hela ya vitu ambazo aliweza kuzichukua. Na katika hiyo harakati akamwambia mwanadada, kwa hivyo kwa sababu umeshindwa, naona kuna njia mbadala tunaweza fanya tuhakikishe kwamba biashara inaendelea baina yetu. Kwa hivyo huyu jamaa akachukua hiyo advantage kwa sababu anamdai mwanadada, akaamua kuweza kumleta karibu na kumshirikisha katika ile mahusiano, na imekuwa ni swala katika biashara leo hii imefika katika mahusiano. Unaona kwamba jambo kama hilo ikiwa kwenye biashara itaadhiri uhusiano kati ya wauzaji na wanunuzi ama itaendeleza, kwa sababu kisa hicho wakati ilifanyika pia hivyo nakumbuka. Ilifika wakati huyu mwanadada baada ya kugundua kwamba jamaa huyu akona nia, alikuja akawa sasa anakuja kila siku, Kenya anataka anapewa, akisema leo hii mimi skuli hii anapewa. Sababu gani? Anatishia pia huyu, si unajua Kenya tunafanya, usipofanya hivi basi mambo yetu inalipuka. Kwa hivyo ikafanyika kwamba huyu mwanadada, huyu mwanaume siku moja
akawa kichwa ngumu sana, akamwambia mwanadada, unajua sasa imeenda sana, hata stock naona kwa duka mambo haiendi vizuri. Kwa hivyo alimkataza. Wakati alimkataza, jambo hili lileta vita kubwa sana katika biashara hiyo, na ikaleta hisia tofauti kutoka kwa watu, na kuanzia hiyo wakati biashara hiyo jamaa ilidimia. Siji kulingana na nyinyi, mnaona mambo kama hii mnakutana nazo katika biashara, mshaikutana nazo ama mshaisikia zinafanyika, na kwa sababu zinafanyika zinaathiri vipi biashara binafsi ya mtu? Labda tuanze na Steve. Naam, shukrani Bwana Noah. Vitu kama hizi ni vitu zenye siko na huwa zinafanyika. Ndio. Na vitu kama hizi mimi kama muuzaji nafaa nisuie vitu kama hizi mapema. Ndio. Juu nini, ukichukua mahusiano ya mapenzi ulete na biashara itaathiri sana pakubwa. Ndio. Juu take situation, mimi ni mfanyi biashara hapa hivi ndani ya Passmark supermarket. Ndio. Alafu nijikute niko na mahusiano ya aina kama hii. Watu watakuja kwangu kila siku, natoa nikiwapatia. Unajua sasa ukiingiza hiyo kitu kama mapenzi, mapenzi haitaleta kitu kama faida yoyote ya pesa kwangu, unaona? Kwa njia nyingine itakuwa inafanya nini? Inatitakiti pesa zangu pole pole. Na hiyo itakuja kuathiri biashara yangu baadaye, unaona? Sasa mambo kama hii mimi kama muuzaji nasema si vyema. Yeah. Asante sana Bwana Josephat, tuna lipi la kuangazia kuhusiana na mambo hayo? Kwa mambo hayo uwezi ukachanganya biashara na njia ya mapenzi. Ndio. Jambo la kwanza, biashara vile tulivyoanza la wiki iliyopita, biashara ni kama kazi. Ndio. Na kama ni kazi lazima usingatie na uweke mwelekeo yote. Ndio. Na kama umekuwa na mteja wa aina hiyo na wewe pia muuzaji una lengo kama hiyo, haufai kuwa kwa biashara. Ndio. Maana utaua hiyo biashara na utafunga hiyo biashara. Jambo la kwanza vile tulianza kwamba tuwe na kiasi ya kukopeshana. Ndio. Baada hiyo pia tuwe na boundaries ya kwamba kuna hali ya mapenzi na kuna hali ya kazi. Ndio. Kwa hivyo isichanganywe vitu viwili. Ndio. Asiwezi kuchanganyika kabisa. Moja itaumia. Na ile itaumia ni biashara. Maana biashara itahitaji ile inaitwa return. Ndio. Na hiyo return ndio inatakana ilete faida ambayo itasaidia hiyo biashara kuendelea. Yes. So imiso yangu na biashara. Jambo kama hiyo, najua kuna majaribu kama hayo. Ambapo sio kwa wadada peke yake, hata kwa wanduku. Ndio. Kwa hivyo inakata cross. Kwa hivyo kama mwanabiashara lazima uangalie malengo yako ni gani. Ndio. Uwe na culture na value ya biashara. Ndio. Ambayo kama ni biashara ni biashara. Ndio. Na kama ni usaidizi wa wakati mmoja ambayo unasaidia huyo mtu wakati ako katika hiyo changamoto. Ndio. Na anaenda. Isiwe ni mazoea ya kila wakati. Ndio. Kwa hivyo ningewahimiza kwamba wasijaribu kuzichanganya kabisa. Waitenge. Asante sana Bwana Josephat. Na pia kuna hii hali katika biashara siku zote ambapo utapata kwamba watu walikubaliana jinsi ambavyo wamesema kiasi katika mkopo kwenye biashara, na kwa sababu ya ile hali umeketi na unaona biashara kidogo imezembea, haiendi vizuri kutokana na ile deni ambayo umepeana, na wewe kama muuzaji unajitokeza, unakuja unampata huyu mnunuzi ambao ulimkopesha ama ulimdeni vitu mbele ya watu, na unamfokea, unamwambia kwamba my friend, umekaa na hii deni sana, deni yangu nalipa au lipi? Hii ni jambo ambalo ilifanyika mahali, na nikaona mnunuzi alimgeukia mfanyabiashara akamchapa vibaya sana. Kwa sababu gani? Alimpata katikati ya watu akamwambia kwamba wewe siku hizi naona ulipi deni yangu, nataka deni yangu. Katika hiyo hali huyu muuzaji aliweza kuchapwa vibaya sana na kujeruhiwa. Na tunaangazia hapa swala la uhusiano kati ya mnunuzi na muuzaji. Je, kulingana na wewe muuzaji alifanya haki kwenda na kumshurutisha mwenzake aweze kumlipa pesa katika umati mbele ya watu? Njia ambaye muuzaji aliweza kupata huyo mnunuzi ndio mbele ya watu ndio
na labda na akaanza hiyo majadiliano ikaleta furuku, ndio maybe hiyo njia ndio tunaita maybe approach hiyo ilikuwa mbaya, ndio, lakini muuzaji alikuwa na haki ndio ya kudai, ndio, labda njia badala huyu muuzaji angeita huyo mnunuzi kando, ndio, alafu waende kando wajadiliane, ndio, kwamba imechukua muda haujaishughulikia hii hali ya deni, una mpango gani? Niko na uhakika ule mnunuzi pia angempatia majibu na angeona kwamba amedhaminiwa, ametambulika. Na Bwana Josephat, labda tukiendelea tu, unajua tunaangazia masuala ya biashara. Katika biashara deni inakubalika? Deni ipo. Ndio. Deni hauwezi achana nayo. Katika hii biashara zote. Ndio. Biashara haiwezi ikabebea bila deni. Biashara yenyewe. Maana unahitaji capital. Ni biashara chache sana labda inawiri bila deni. Ndio. Ukitazama katika hii biashara zote, hii maduka makubwa, makampuni kubwa, kuna deni iko nyuma. Ndio. Ambaye ni kama working capital, ambaye inasukuma hii biashara iweze kuendelea. Ndio. Na hata kama hako na cash flow, bado anahitaji kuipanua nini? Biashara. Ndio. Kwa hivyo deni ipo. Na deni sio ni dhambi. Ni hali ya kutia nguvu uweze kuendelea. Ndio. Lakini dawa ya deni ni kufanya nini? Ni kulipa. Ndio. Na kutii ule aliyokupatia deni na kuhitimisha hiyo ahadi. Ndio. Ndio. Asante sana. Bwana Steve, kuna hii swala ya kushawishi wateja, waweze kuwa wako. Yaani unajaribu kwa vyovyote vile kushawishi hao wateja wakuwe wako. Yaani wako wananunua kutoka kwako. Baadhi za vitu ambazo wewe binafsi kama mfanyabiashara hapa katika mji wa Lokichar ambazo unafanya ili mteja ashawishike kwamba atafanya ununuzi Basmac, siku zote akiangalia kando nyuma anaona Basmac, ni kama zipi? Labda zungumuza na wengine pia wafanya biashara waweze kuziangazia mambo kama hayo, biashara pia zisimame. Karibu. Naam, shukrani Bwana Noah. Mimi kama Steve, mfanyabiashara wa Basmac Supermarket, kuna njia kadhaa zenye huwa natumia kushawishi customers wangu. Ndio. Njia ya kwanza ni kuwapatia vitu kama offers. Ndio. Offers, vitu kama ndoo, peseni. Vitu kama hizi sitafutia wateja wafanye nini? Waseme nikienda Basmac Supermarket sitakosa ndoo ya kuweka unga. Ndio. Nikienda Basmac Supermarket sitakosa peseni ya kunawa. Ndio. Kitu kingine yenye huwa tunatumia kushawishi customers wetu, huwa tunakuja tuna print these mashirts, tunaandika hapo Basmac Supermarket. Kando na hiyo, mtu akienda akisoma tu anaona huyu shati yake inasoma wapi? Basmac Supermarket. Unaona? Itafutia umati, itafutia watu. Ndio. Ya, na kupitia kwa hii harakati watu watajua Basmac Supermarket iko mahali fulani, ina exist na iko inaendelea hivi na hivi. Unaona? Ndio. Ya, vitu kama hizo ndo senye mimi kama Steve, mfanyabiashara wa Basmac Supermarket, huwa anatumia kuwashawishi wa customers wangu. Ndio. Yeah. Asante sana mpenzi mtazamaji, natumai kwamba tunaendeleza mazungumzo yetu vizuri sana hapa ndani ya runinga hii ambayo unazidi kuifuatilia ya One Voice TV, Echami TV pamoja na Turkana is my best home. Siku zote tunasema kwamba katika biashara lazima tukue na uhusiano nzuri kati ya mnunuzi na muuzaji. Hii ndio kauli yetu ambayo tunazidi kuhakikisha kwamba tunaiangazia kwa kina tena sana ili tuweze kuona ni vipi tunasaidiana katika biashara. Natumai unazidi kufuatilia pia msikilizaji mpendwa ambaye yuko pale kwenye redio anazidi kusikiliza kwa makini sana. Nataka nichukue kopo la maji tu kidogo kisha niweze kurejea tena tuweze kuendeleza mazungumzo yetu moja kwa moja na itakuwa bora tena zaidi hapa ndani ya runinga hii. Na popote ulipo pia kumbuka wanakueleza kwamba siku zote kama unahitaji kufanya ununuzi maeneo hii ya Lokichar, tuna Steve hapa atakuwa anakuelekeza. Na kama unahitaji kupata ushauri nzuri ya masuala ya biashara unaweza tupata hapa na ndugu yetu Josephat ambaye ni mdadisi kamili katika masuala ya biashara. Tunarejea muda usio kwa mbali.
Hey,